Mwanamke, kama una dalili hizi ninazoenda kuzitaja, chukua hatua mapema, maana yake mbeleni inaweza ikawa ni chanzo kikubwa cha saratani au tatizo kubwa ambalo litakusonga daima dawamu. Sawa. Mwanamke yote ambaye anatoka na uchafu wenye harufu kama shombo la samaki, ingawa mwanzo ulianza unatoka ni uchafu wa kawaida tu usiokuwa na harufu, chukua hatua. Ila mwanamke ambaye anapata maumivu makali wakati wa period, yani wakati wa hedhi, anapata maumivu makali chini ya kitovu, sawa, chini ya tumbo, hiyo ni hatari sana kwako wewe mwanamke. Ila jambo la tatu ni mwanamke ambaye anakumbana na hali ya maumivu makali, sio wakati wa period au wakati wowote ule. Huyu mwanamke anakumbana na hiyo hali, hiyo ni hatari. Ila nyingine ni ile hali ambayo huyu mwanamke anakumbana na hali ya kutozipata periodi zake kwa wakati, yani unakuta mwezi huu kaingia, anapita miezi miwili mitatu hajaingia. Hii ni hatari. Ila mwanamke ukiona umetafuta mtoto zaidi ya miezi sita hujapata, chukua hatua mapema. Ila mwanamke ambaye anahisi kuna vitu vinatembea kwenye tumbo lake, sometimes anakuambia ana dalili zote za ujauzito, ila akienda kupima anakuta sio mjamzito, huyu mwanamke inabidi achukue hatua haraka. Na huyu mwanamke mwingine ambaye anapata hali ya maumivu ya upande mmoja, inaweza ikawa upande wa kushoto au wa kulia, kama ni wewe unapitia hali hizi, zinakufanya uwe na msongo wa mawazo, zinakufanya ukose hamu ya tendo la ndoa, zinakufanya uwe na uke mkavu, ila hizi ni dalili ambazo zinaweza zikapelekea wewe kuweza kupata saratani ya kizazi au shingo ya kizazi. Nitafute leo, namba yangu iko hapo chini kwa ushauri na tiba. Ila usiache kushare video hii kwa mtu utayeona inamfaa.